Bana, mambo vipi mwanamichezo wenzetu? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco na kukaribisha na kukualika kwenye kipindi kizuri kweli kweli. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia mimi pamoja naye Dominic Salamba, upate madini kutokea kwetu. Taarifa ziko nyingi, lakini nyakati hizi bwana, taarifa ambazo zina gonga vyombo vingi vya habari vina gonga vichwani mwa watu ni taarifa za usajili. Ni nani anakwenda wapi, nani wanachana na nani, basi mambo yako namna hiyo. Sisi leo tumekuandalia taarifa nyingine kubwa kweli kweli ya usajili wa kocha ndani ya kikosi cha Young Africans. Sasa taarifa zilikuwa zinaeleza kwamba Kishingo anatajwa mitaa Twiga na Jangwani, lakini pia kuna wakati alitajwa mwalimu Nasli Nabi na walimu kadha wa kadha barani Afrika. Sasa taarifa zinaweza zikabadilika muda wowote, kwa sababu kuna taarifa za uhakika kweli kweli zinaeleza kutokea kwenye vyanzo vya uhakika kwamba Young Africans sasa wamesalia na makocha wachache mno, lakini miongoni mwa kocha ambaye anapewa nafasi kubwa ya kuweza kuwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga ni mwamba Hailedin Mado. Huyo ndio kocha ambaye anatajwa huenda akaja kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Sasa Dominic Salamba yuko na vyanzo vyake vingi vya uhakika, atatueleza kinaga ubaga juu ya saga hili la kocha. Je, imekuwaje kwa Hailedin Mado kuja pale mitaa ya Twiga na Jangwani, na taarifa zinaelezaje juu ya kina Kishingo ambao tuliwahi pia kuwazungumza hapa? Taarifa zao zimekufa kufaje? Uko vizuri Salamba? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Taarifa kubwa ni kocha mpya ndani ya klabu ya Yanga. Tuliwapiga hapa makocha wawili watatu, na taarifa zilihusisha makocha wengi kweli kweli nje na ndani ya Afrika. Lakini sasa inasemekana Hailedin Mado ndio kocha ambaye anapewa nafasi kubwa sana ya kutua mitaa ya Twiga na Jangwani. Ukweli wa jambo hili ama ukweli wa taarifa hizi ziko vipi kwenye vyanzo vyako vya kuaminika kweli kweli Salamba? Nafikiri ni kweli Yanga wapo katika msako wa kuweza kutafuta mwalimu ambaye atakwenda kuchukua nafasi ambayo ilikuwa imeachwa wazi baada ya kuondoka mwalimu Pedro. Sasa timu ipo kwenye mwalimu wa muda, najua mwalimu Yes, yuko na timu, lakini plani ni baada ya mwisho wa msimu waweze kuja na mwalimu mwingine, na wanatamani kuchukua mwalimu mwenye experience kubwa na mwalimu mkubwa katika soka la Afrika. Ndio maana wamejaribu kufungua milango kwa walimu wengi. Kimsingi tulizungumza hapa kuhusu mwalimu Sven van der Broek ambaye kimsingi wamefanya naye mazungumzo na wako naye kwa mazungumzo baada ya kuona kwamba hana timu, baada ya kuwa amemazana na timu yake ambayo iko nayo kwa Belgium ya Zoten Wagen. Sasa yupo, lakini mwalimu ambaye ana experience, tulizungumza kwa sehemu kubwa, amekuwa na uwezo mkubwa sana na amefanya sehemu nyingi, lakini kubwa zaidi ni ule uzoefu au ule experience ya soka la Afrika na hasa Tanzania, akiwa amekaa na Simba lakini timu nyingine. Kwa Yanga walijaribu kuzungumza naye na bado wapo katika mazungumzo naye, lakini pia huyu mwalimu mzungumzia Hailedin Mado ni miongoni mwa walimu ambao Yanga wamejaribu kumtafuta au kumtaji mara mbili. Yaani tunavyozungumza kuna 2 times Yanga walimtaji huyu mwalimu, lakini ilishindikana. Mara zote mbili ilishindikana kutokana na mazingira ambayo mwalimu Yanga walikuwa na uharaka kuliko mazingira ambayo alikuwa naye. Mara ya mwisho hapa kabla hajakuja huyu mwalimu aliyepita wa Yanga, maana yake walishamu approach, lakini kwa bahati mbaya akaomba apewe muda kama wiki 2 mbele ili akamilishe matatizo yake ya kifamilia, lakini muda ulikuwa sio rafiki, ikabidi Yanga wakachukua mwalimu mwingine. Kipindi kile wakati anakuja mwalimu Fauzi alikuwa pia mwalimu ambao alikuwa wanamtaji pia. Kwa hiyo utagundua hata kipindi kile mwalimu Sidi. Kwa hiyo walikuwa wamemtaka muda mrefu, lakini haikuwezekana. Baada ya kuwa na muda umepishana, mwalimu huyu akawa, huyu mwalimu ni Mwalgeria, akawa ameondoka na kuelekea kule Al Nassr kule nchini Libya. Lakini kwa tetemo ziko kule, mazingira baada ya kiusalama yamekuwa sio rafiki, yanatishia usalama wa wachezaji na hata watu wengine wengi. Kwa hiyo ana opt kutaka kuweza kuondoka. Kwa hiyo waliposikia kwamba mwalimu amekuwa akitamani kupitia kwa walimu wake, kwa wakala wake kutaka kuondoka, Yanga tena wakarudisha nguvu tena na wampeka nguvu kubwa, na mpaka sasa hizi wapo kwenye mazungumzo, na hasa mazungumzo binafsi ambayo yatakwenda kuhusu maslahi ya mchezaji, na tayari washapeleka ofa ya takribani ikosekana kwa mwezi waweze kumpatia mshahara ambao utakuwa na range $19,000 mpaka $25,000 kwa mwezi, na maslahi mengine mengi ambayo wanataka kuendelea kuzungumza. Kwa hiyo ni issue ambayo ipo kwenye mazungumzo.
Lakini kama ikitokea amekubali, maana yake inaweza kuwa ndio chaguo la kwanza, kwa sababu wali attempt kumpata mara mbili kwa nyuma na hawakufanikiwa, kwa sababu wamekuwa wakivutiwa na kile ambacho amekuwa akifanya mwalimu huyu kutoka Algeria. Okay. Ni mwalimu ambaye unaweza kusema sio mtu mzima sana na miaka 49. Lakini pia ukitazama historia yake ya soka, amewahi kuipatia pia klabu ya ES Setif ya pale Algeria ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika, na nafikiri iko hivyo. Rekodi hizi zinatosha, ama Yanga labda unahitaji mwalimu ambaye ana ubingwa mara nyingi? Sikumbuki kama alishawahi kuipatia pia timu nyingine ubingwa wa Afrika zaidi ya Setif ya pale kwao Algeria. Yani kufika tu hatua ya fainali ya michuano ya Afrika tayari ni mafanikio makubwa sana kwa upande wa soka la Afrika. Maana yake unakuwa yani hauwezi kufika tu fainali ukiwa hujakutana na timu ngumu, haujapita kwenye njia ngumu. Lakini pia haishi tu kuangalia umechukua ubingwa. Watu wachoangalia ni mtindo unaofundisha, kama unaweza ukaendana na kile ambacho wao wanacho. Kwa sababu kuna wakati unaweza ukachukua ubingwa kutokana pengine una nguvu ya wachezaji ambao ni wengi wako vizuri, lakini wakati mwingine unaweza ukachukua bingwa kutokana na maarifa ulionao ya kutosha na kuweza kubadilisha baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo unaangalia vitu vingi. Factor moja haiwezi kukusaidia au kuona kigezo cha kufanya uweze kuopt kumchukua mwalimu. Kwa pengine utakuwa umekaa umeangalia aina ya ufundishaji wake, anafundisha, lakini pia ambapo anaweza manage timu, organize timu, lakini pia aggressiveness yake kwenye kusaka matokeo, vitu vingi wakaona pengine anaweza akafiti kutokana na kile ambacho wanakihitaji. So kinga Yanga focus yao kubwa ipo katika michuano ya kimataifa. Yaani kuchukua bingwa wa ligi of course inakuwa tunaishia ni zile ndani, lakini watu wanatamani kuona at least unapiga mtu mguu mmoja mbele kwenda kwenye kimataifa. Lakini sasa wewe kama Dominic Salamba, mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya soka hapa nchini Tanzania kwa muda mrefu sana, kwa mujibu wa research yako, labda unadhani ni miongoni mwa walimu ambao wanahitajika kwa sasa ndani ya kikosi cha Young Africans? Binafsi ninamuona kama ni mwalimu mzuri kwa sababu kutokana na aina ya mpira, lakini pia unajua moja ya tamaa au shauku ya viongozi wa klabu Yanga ambao mimi ninaiona binafsi ni kwamba mara nyingi wamekuwa wakikwama kupata matokeo kwenye timu kutoka Afrika Kaskazini. Ndio kwa maana ambayo wanapatia ugumu sana. Ukiangalia hata katika kundi la msimu huu ambao unakwenda kuisha, ambao maisha wa CAF, unagundua hawakuweza kushinda mchezo wote wa ugenini dhidi ya hizi timu kutoka kaskazini, kwa maana ya Egypt, Algeria na Morocco. Lakini pia walifanikiwa kutoka sare mechi moja tu na kufungwa mechi 2 za ugenini. Na pengine hapo ndio ilikuwa ni sema ambayo ilifanya turning point ya kuweza kushinda kuingia katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo kuna kitu hizi timu at least wanakuwa watuzidi. Mara nyingi ukiona kuna timu za kutoka Afrika Kaskazini ziko na timu zetu hizi, basi tunakuwa tuna wakati mgumu sana. Kwa hiyo maana yake mtindo wa uchezaji umekuwa kidogo au ushabiani na ambao sisi tumekuwa tukicheza. Kwa hiyo ukipata mwalimu ambaye anataka katika maeneo na ukampa resource na ukaweza kumpa ushirikiano, anaweza kusaidia kupatia baadhi ya siri ambazo kufanya iweze kuwa rahisi uweze kuvuka, kwa sababu ili uweze kuchukua bingwa wa Afrika lazima uhakikishe kwamba una uwezo kuwafunga hawa watu. Sababu hakuna mwaka ambao unakwenda kufika finali, ni mara chache sana wakutana timu za kutoka kanda nyingine. Yaani timu kutoka South Africa, Tanzania ziingia finali ni ngumu sana. Yaani itakuwa tu Zamalek finali. Yaani lazima utakutana na mmoja wapo, yaani lazima ukutane nao. Na kuangalia safari hii katika hizi nusu finali hizi mbili ya klabu bingwa na kombe la shirikisho zilikuwa zimetawaliwa na wao wenyewe. Hata finali ya kombe la shirikisho waliingia wao wenyewe. Zamalek nafikiri na USM Alger ndio waliingia finali. Ukija kwa upande wa klabu bingwa ndio anaingia Mamelodi na nani bado na FAR Rabat. Kwa katika timu 4 za michuano mikubwa, timu 3 kutoka kwa ule. Kwa hiyo kama unajipanga kwenda kufanikiwa katika level ya nusu finali, ni lazima uwe na capacity ya kuweza kuwawini hawa, uwe nyumbani au away. Ndio siri pekee. Ukifanikiwa kwenye kudhibiti huo ukanda, maana tayari wewe unapata matokeo. Na ndio ambacho mfanikiwa Mamelodi. Mamelodi anafanikiwa kuwadhibiti hao jamaa. Yeye anafanikiwa anza kawafunga nyumbani kwao, anaweza katoka sare nyumbani kwao, anaenda na uwezo nao. Sio Egypt, sio Algeria, sio Tunisia, sio Morocco. Kote anaweza kufanya vizuri. Hata juzi hapo kwenye bingwa tunazungumzia, amechukua wapi? Amechukua Morocco. Katika ardhi ya Morocco anatangazwa kwa bingwa Afrika kwa mara ya pili. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba siri kubwa iko kule. Kwa hiyo na Yanga nao wanatamani
basi waweze kupata yale maarifa au baadhi ya mbinu kutoka kwa walimu ambao wanatoka kwenye hizo kanda, ili iweze kuwa sababu ya wao kuwatengenezea njia ya kwenda nusu finali kama sio finali. Sawa, mimi Salamba nimekuelewa vizuri sana juu ya kocha huyu ambaye anayetajwa pale mitaa ya Twiga na Jangwani. Lakini kuna swali langu pia lingine la msingi sana. Young Africans bado wanapambana kutafuta kocha, na mwalimu huyu kutoka Algeria anatajwa kuja kuchukua mikoba ya kuwa kama kocha mkuu ndani ya timu ya Young Africans. Lakini Young Africans wanahusishwa na tetesi nyingi kweli kweli za usajili, na nyingine inaonekana deal done kama Mkenya yule, kwamba Burkina Faso ambaye anatoka Kenya polisi. Sasa wachezaji hawa ambao wanasajiliwa inakuwa ni pendekezo la nani? Kwa sababu unaweza kuleta mwalimu mzuri, lakini kama usajili hajafanya yeye, tutarudi pale pale kwamba mwalimu atakuja, lakini mwisho wa siku atalaumiwa afanye vizuri, ijapokuwa yeye kufanya sajili. Kwa hiyo hata aje nani kama yeye sio ndo ambaye anakuja kusajili na anataka nani afanye nao kazi kwa ajili ya kufikisha sehemu, sidhani kama ina umuhimu wa kuleta walimu wazuri tena kutoka kwenye mataifa hayo ambayo umeyasema. Sio wakati wote mwalimu anapewa kipaumbele cha kuweza kusajili, sio wakati wote. Kwa sababu timu ina mifumo, timu ina kurugenzi, ina wataalamu. Ndio maana kuna kurugenzi za ufundi ziko pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatafuta wachezaji ambao wanaendana na mifumo na misingi ambayo klabu yao wapo nao. Kwa hiyo mwalimu ni jukumu lako kuja kutumia resources ambazo zipo, kwa sababu hakuna mwalimu ambaye anapenda kufeli. Si ndio? Lakini matamanio ya mwalimu yanaweza kawa ni yako juu kuliko uwezo wa budget kuweza kusajili. Mwalimu anaweza kaja akasema kwa namtaka Dieng, namtaka Pestao, namtaka Emashur, nampata Sudan, unaweza kusajili? Ni ngumu. Sasa sio unaelewa? Yani anaweza kusema namtaka labda na Williams wa kipa wa Mamelodi na wengine wengi ambao wako pale, Kefana, wengine wote ambao wako pale. Kwa hiyo sio wakati wote. Ulaya ambako wamepiga hatua kubwa ya kimaendeleo ndio wamekuwa na hizo nguvu za managers, lakini pia kwa sababu vitengo vyao vile vya ufundi viko very stable. Yani wale wametengeneza misingi. Leo iangalie Arsenal kwa miaka yote unaoiangalia, style yao kisha ni ile ile. Waangalie Man U ni ile ile. Liverpool kwa wana misingi ya muda ambao wameweza kujiwekea kama timu. Lakini si kwetu bado. Kwa hiyo bado management, bado viongozi wataendelea kuweza kustruggle. Lakini pia wakati mwingine hizi sajili za mapema inakuwa ni kuweza kukimbia ile competition, ule ushindani, kwa sababu bado wachezaji wazuri Afrika hawako wengi katika level ya juu. Kwa vipaji vingi sana lakini vinaishia katikati, yani havimachui. Mwanzo kukuta katika wale wa Serengeti Boys ambao waliona katika mechi finali ya kule Morocco, katika wale wote unaweza shangaa mmoja tu ndio kaja kumwona katika soka la kiushindani. Au usimwone kabisa. Yani wale wote uliona pale. Sasa katokea mmoja tu kaja akaexist baada ya kametano mbele. Au usione kabisa. Kwa hiyo vipaji vingi vile vinaibuka, alafu vikifika katikati kwenda juu vinashindwa, vinaanguka tena. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo wakati mwingine timu zinakuwa zinawahi ili kuepuka ile pressure, na ukiwa na nguvu ndogo ya ile financial muscles itakufanya uweze kuwahi, kwa sababu ukichelewa watu wengine wakiingia wakileta nguvu yao, wewe nguvu yako ni ndogo, uweze kupambana. Kwa wakati mwingine ni mbinu ambayo timu inakuwa inaitumia kuweza kumwezana mapema ili kuepusha ile pressure. Hivi fikiria bado siku mbili za usajili, ujasajili mshambuliaji na hauna mshambuliaji, unakwenda sokoni kwa mtu ataka kombedo wa 400,000, unakosa nafasi ya kuanza kubageni kwa sababu muda uko nje ya kile ambacho unahitaji. Kwa hiyo ungekuta kwamba unatumia gharama kubwa kwa watu ambao pengine ungepata nafasi nzuri, ungefanya nao adjustment na ukachoka bei rahisi. Kwa hiyo wakati mwingine iko hivyo. Kwa hiyo sio wakati wote kocha anaweza akawa ndio kipaumbele. Yeye atakapofika tu atapewa profile, lakini pia ataiangalia timu, na ndio maana pre-season ataangalia hapa hizo ya sehemu gani na kuweza kuendelea. Bana, mimi nikukumbushe tu ya kwamba hiki ni kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja, lakini wewe pia una nafasi nzuri ya kuchangia kwenye hapo comment. Unaweza ukatuambia kile ambacho unakiona kutokea kwetu, lakini pia na maudhui pia yenyewe ya kipindi yamekaa vipi. Lakini ni kuambie tu ya kwamba tetesi ni nyingi na bado tunaendelea pia kuzikusanya na kukuletea kwenye sebule yako, kwenye gari yako, popote pale ambapo unatufuatilia ulipo. Basi na sisi taarifa zetu wana zitakufikia vizuri kweli kweli. Mimi pamoja naye Chifu Nzobane kama Zuu Mfela. Mimi sina la ziada. Pongezi kwake Dominic Salamba.
nafikiri tumemaliza, lakini kuna kiungo tabidi tuje tumpige hapa wakati mwingine. Bila shaka. Asante. Asante sana. Bwana, tukutane tena muda na wakati mwingine. Wailalika. Maasalam.